Wapendwa wa mahujaji, tumsifu Yesu Kristo. Tuanze mada yetu kwa sala ya Jubilei 2025. Tusimame. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Baba uliye mbinguni, imani uliyotujalia kwa mwanao Yesu Kristo ndugu yetu, na mwale wa upendo unaowashwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, viamshe ndani yetu tumaini lenye baraka la kuja kwa ufalme wako. Neema yako itubadilishe tuwe wakulima wenye bidii wa mbegu za kiinjili zitakazokuwa chachu za ubinadamu na ulimwengu, kwa tarajio la uhakika la mbingu mpya na dunia mpya, nguvu za uovu zitakaposhindwa na utukufu wako utakapodhihirika milele. Neema ya Jubilei iamshe ndani mwetu mahujaji katika matumaini, matamanio ya hazina za mbinguni, na kumwaga juu ya dunia yote furaha na amani ya mkombozi wetu. Kwako Mungu utukuzwaye milele, viwe sifa na utukufu milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa mahujaji, katika kipindi hiki nitagusia mada mbili ambazo zinaunda wazo moja. Tumo ndani ya Jubilei ya mwaka wa 2025. Na tangu mwanzo tunarudia kauli mbiu yake, Jubilei 2025, mahujaji katika matumaini. Lakini swali linakuja, kama tulifanya tafakuri ya kutosha ya kuelewa maana yake na talimungu ya kauli mbiu hiyo na yatokanayo yake katika maisha yetu sisi. Awali ya yote, ninapenda niwafahamishe kwamba mwaka huu wa Jubilei 2025 ni mwaka ambao unaungana na jubilei mbalimbali zinazohusiana na ujumbe wa huruma ya Mungu, jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyomfundisha Mtakatifu Sister Faustina. Kwanza, mwaka huu ni mwaka wa 120 wa kuzaliwa kwake Mtakatifu Sister Faustina. Pia ni mwaka wa 100 wa kuingia kwake utawani. Pia ni miaka 90 tangu Bwana wetu Yesu Kristo amtokee Sister Faustina katika konventi ya shirika lake katika mji wa Vilnius, sasa ni nchi ya Lithuania, na kwa siku mbili, tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 1935, kumfundisha matini ya sala ya Rozari ya huruma ya Mungu. Kwa ajili ya kuenzi tukio hili, niliandika kitabu hiki kidogo kinachoitwa Rozari ya huruma ya Mungu, Jubilei ya miaka 90 ya Rozari ya huruma ya Mungu, inayoeleza historia nzima. Jambo hili limetokeaje? Kuna picha za rangi zinazoonyesha nyumba, konventi na mazingira alimoishi Mtakatifu Sister Faustina, aliyetokewa kama mara 80 alipokuwa kule kwa miaka 3 katika konventi yao. Pia humo ndani kuna matini ya Rozari ya huruma kwa lugha kama 10 mbalimbali. Kwa hiyo kama unataka kusali Rozari ya huruma jinsi Yesu mwenyewe alivyomfundisha Sister Faustina, tumia matini yake na si matini nyingine zilizotafsiriwa vibaya katika Kanisa Katoliki Tanzania, na hasa jinsi tafsiri potofu ilivyosambaa kutoka kitabu cha Mawaridi ya Sala
na nimekuta matini hiyo nilipoingia Tanzania 1991, na mpaka sasa ninapomaliza kutafsiri shajara ya Mtakatifu Sister Faustina, nilimshirikisha Mhashamu Baba Askofu Simon Chibuga Masondole, mwenyekiti wa kamati ya liturjia ya Baraza la Maaskofu, kwamba wakati umefika tukomeshe magugu haya. Kumbuka, ukisali rozari ya huruma ya Mungu kwa tafsiri iliyokosewa, hupati ahadi za Yesu Kristo. Hupati. Ni sawa na kushuti risasi za blanco. Yesu alimwambia Sister Faustina, kwa kutumia rozari hii niliyokupatia, niliyokufundisha, utapata neema hizi na hizi na hizi. Wapo watu ambao wana vichwa vigumu na wana kiburi na hawakubali kufundishwa, hata kama unamuonyesha ukweli halisi, yeye bado anadumu katika ukaidi. Tunasubiri tamko la Baba Askofu Masondole kutoka idara ya liturjia, ili wale ambao bado ni Tomasia amini basi waweze kuelewa na tusali na kupata ahadi zinazoambatana na rozari ya huruma ya Mungu kwa tafsiri yake sahihi. Zingatieni kwamba Yesu alipomtokea Sister Faustina, ambaye ni mtawa na raia wa nchi ya Polandi, aliongea naye kwa lugha ya Kipolandi. Original ya rozari ya huruma ni kwa lugha ya Kipolandi, utaikuta humu ndani. Na mimi pia ni raia wa Polandi, na ninatoka katika jiji lile ambapo Sister Faustina aliishi miaka 4 ya mwisho ya maisha yake, na ambapo sasa hivi kuna kituo cha kiulimwengu cha hija cha huruma ya Mungu, ambamo masalia yake yamo chini ya picha Yesu wa huruma. Kwa hiyo ninayofundisha na ninayoeleza yanatokana na uhalisia wa tukio lenyewe na lugha asilia ya rozari ya huruma ya Mungu. Kitabu hiki kimeidhinishwa na Mhashamu Baba Askofu Simon Chibuga Masondole, aliyeona kwamba mafundisho yake ni sahihi. Kwa yeyote yule ambaye anapenda, kwa sababu mada nilizo nazo katika safari hii ya Kawekamo 2025 ni 2 tu, na ninapenda niwafundishe na kitu kingine muhimu na kuwaondolea hofu, basi anayependa kujua ufupisho wa ujumbe mzima wa huruma ya Mungu, jinsi Yesu alivyomfunulia Sister Faustina, anaweza akapata kijitabu hiki kinachoitwa Nguzo 5 za ujumbe wa huruma ya Mungu. Nguzo hizi 5 ni picha ya Yesu wa huruma, sikukuu ya huruma ya Mungu, rozari ya huruma ya Mungu, saa ya huruma ya Mungu na utume wa huruma ya Mungu. Ni muhtasari wake, lakini ujumbe mzima, mwanzo mwisho, pamoja na tafakuri na sala, umo katika kitabu hiki, Huruma ya Mungu, ujumbe na ibada. Na kwa wale ambao walikuwa naniulizia kwa muda mrefu, kwa nini usiandike kitabu ambacho ni kitabu cha sala tu, sala za Sister Faustina na sala za huruma ya Mungu, basi nimetimiza hitaji hilo kwa kuandaa kitabu cha sala, mkusanyo wa sala na tafakuri za huruma ya Mungu. Kitabu hiki pia, kama kitabu hiki na hiki cha kwanza cha rozari ya huruma, vyote vilipata idhini ya Baba Askofu Masondole, askofu wa Bunda na mwenyekiti wa idara ya liturjia ya Baraza la Maaskofu mwisho wa mwezi wa 5 mwaka huu. Kwa hiyo ni vitabu hivi ni fresh na ninavionyesha kwenu kwa mara ya kwanza. Vyote vinapatikana katika hema letu la kituo cha kitaifa cha hija cha huruma ya Mungu, pale mkabala na lile duka linalouza soda. Kwa hiyo karibuni.
Tuendelee na jubilei hizo za huruma ya Mungu zinazoambatana na jubilei 2025. Mwaka huu ni jubilei ya miaka 25 Sister Faustina kutangazwa mtakatifu. Alitangazwa wakati wa sherehe ya huruma ya Mungu katika jubilei kuu 2000. Pia siku hiyo Mtakatifu Papa Yohane Paulo wa Pili alitangaza Jumapili inayofuata Pasaka kuwa sikukuu ya huruma ya Mungu kwa ulimwengu mzima, na hivyo alitimiza takwa la Yesu mwenyewe aliyedai Dominika ya pili ya Pasaka, Dominika inayofuata Pasaka, iwe sikukuu ya huruma yake, ambapo milango yote ya huruma ya Mungu iko wazi. Lakini pia kwa upande wa mtume mwingine mkuu wa huruma ya Mungu, Mtakatifu Papa Yohane Paulo wa Pili, mwaka huu ni mwaka wa 20 wa kifo chake. Na kwa upande wa mtume wa tatu wa huruma ya Mungu, mtume mkuu wa huruma ya Mungu, mwenye heri Padre Mikaeli Sopoćko, ambaye alikuwa ni baba wa kiroho, na Sister Faustina alikutana naye pale Vilnius alipotokewa na Yesu na kukabidhiwa rozari ya huruma ya Mungu. Kabla ya rozari ya huruma ya Mungu, alipokuwa kule Vilnius, aliambiwa na Yesu achore picha ya huruma yake, na msanii alikuwa ni wa mji wa Vilnius, na alitafutwa na Padre Mikaeli Sopoćko, ambaye mwaka huu tunaadhimisha mwaka wa 50 wa kifo chake. Tukirudi kwenye kauli mbiu ya jubilei yetu ya 2025, mahujaji katika matumaini ni watu wa namna gani? Si tunajitambua sisi ni mahujaji katika matumaini, si ndio? Mahujaji maana yake watu walioko safarini, si ndio? Huwezi kuwa hujaji umekaa nyumbani, si ndio? Sasa unawezaje kuwa hujaji katika matumaini wakati hujui ulikotoka, ulipo na unakwenda wapi? Hapa ulipo katika hija hii ya Kawekamo ndani ya mwaka wa jubilei, kila mmoja wetu anajua anaenda wapi. Unamtafuta nani? Matumaini yako katika safari yako ya hija yanatokana na nini? Unawezaje kuwa na matumaini wakati hujui unaenda wapi? Huwezi kuwa na matumaini wakati hujui unaenda wapi. Lengo la safari yako ni nini? Ndiyo maana tuko hapa Kawekamo. Kwa nini? Kwa sababu Mama Bikira Maria anajua tunaenda wapi, na yeye anatupa jibu sahihi. Katika picha nyingi za Bikira Maria, yeye daima yupo na mtoto Yesu, na mara nyingi anamuonyesha kwa kuelekeza mkono wake kwa mtoto Yesu. Na nyinyi nyote ambao mmekuja Kawekamo kwa Bikira Maria, yeye anawaambia sawa sawa, mmekuja kwangu, lakini kuja kwangu sio safari ya matumaini. Mnakuja kwangu, sasa mimi ngoja niwapeleke kwa yule ambaye ndiye chemchemi ya matumaini yetu. Yuko pale kwenye monstrancia. Anatuelekeza kwa mwanaye. Twende kwake, tutazame sura yake, tumwabudu na kumtukuza yeye, na kwa pamoja tujenge kanisa lake takatifu ambalo ni mwili wake wa kifumbo. Kumbe Bikira Maria, akiwemo Bikira Maria katika sifa yake ya Malkia wa Kawekamo, ni hujaji nambari 1 katika matumaini. Na mtihani wa mwisho wa matumaini yake ulikuwa ni siku ya Ijumaa Kuu, ambapo yule
ambaye malaika Gabrieli alimwambia kwamba atakuwa na mkuu na ufalme wake hautakuwa na mwisho, sasa amekufa na amempakata mwili wake. Ni nani kati yetu angeendelea kumtumainia Mungu katika hali hii? Pamoja na jaribio hili, Mama Bikira Maria anaishi maisha ya Magnificat. Na sisi tunaalikwa na Mama Bikira Maria tuishi kama yeye. Tumtukuze Mungu, tusinung'unike, tusilaumu, na kumshukuru katika ukweli katika hali zote. Tutambue mazuri, baraka na neema tulizo nazo tayari, na tuishi maisha ya furaha, amani na utulivu hata kama tunapitia magumu. Mahujaji katika matumaini. Fadhila ya matumaini ni fadhila gani? Tunajua kwamba ni mmojawapo ya fadhila tatu kuu za kimungu, pamoja na fadhila ya imani na ya upendo, zinazomuongoza Mkristo kuishi maisha ya matumaini hata katika mazingira ya changamoto. Katika mafundisho ya Kanisa Katoliki, matumaini yanafafanuliwa kama msimamo thabiti kwa ahadi za Mungu, likimtazamia Kristo kama msingi wa wokovu na msaada katika safari ya maisha. Tuangalie ndugu zangu, Kanisa Katoliki linasemaje katika mafundisho yake kuhusu matumaini? Kwa ufupi mkubwa, matini hizi zote nitawaachia wanakamati, na kama watahitaji pia soft copy, basi kwa vile nina laptop hapa ninaweza nikawarushia. Kwa hiyo ninaomba mwache ukarani, sio lazima ukopi kila kitu ninachosema. Andika tu kila ambacho kimekugusa na hasa yatokanayo yake yanayokuhusu wewe katika maisha yako. Kwa mujibu wa katekismu ya Kanisa Katoliki, kile kitabu kikubwa ambacho tunakikwepa kama shetani anavyokwepa maji ya baraka. Ni nani kati yetu ana kitabu hicho cha katekismu? Tunakomea kile katekismu kidogo tunapojifunza ubatizo au komunyo ya kwanza, si ndio? Kile kitabu kikubwa ambacho kina rangi ya kijani au rangi ya blue. Katekismu ya Kanisa Katoliki. Kile kitabu kina mafundisho yote sahihi ya kanisa. Na kwa sababu hatusomi kitabu hicho, kila tunachokiona kwenye TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook ambacho kinataja jina la Yesu, sisi tunadakia pale kama pipi na tunasema haya ndio yenyewe. Si kila kitu kinachotaja jina la Yesu ni chakula chenye TBS ya kanisa. Kwa mujibu wa Kanisa Katoliki na katekismu yake, matumaini ni fadhila ya kimungu inayomwelekeza Mkristo kwa Mungu akiwa na matarajio ya kupata uzima wa milele kwa msaada wa neema yake. Matumaini yanatufundisha kumtegemea Mungu hata tunapokabiliana na dhiki, tukiamini kwamba Kristo aliyeshinda kifo ni msingi wa matumaini yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, matumaini sio tu hali ya kiakili ya matarajio, bali ni wito wa kuishi maisha yanayomwelekea Mungu. Ni kiungo kati ya maisha ya sasa na uzima wa milele. Matumaini yanaimarisha maisha ya Kikristo, yakiwapa waamini nguvu ya kuishi kwa bidii kushinda vikwazo na kutumainia wokovu ambao Kristo ametupatia kupitia msalaba wake. Huu ni mukhtasari wa mafundisho ya kanisa. Sasa tuangalie mababa watakatifu wa nyakati zetu wanasemaje kuhusu matumaini. Papa Yohane wa 23, huyo hapa, picha yake hii hapa, alisisitiza matumaini kama msingi wa mabadiliko ya kiroho na kijamii katika ensiklika yake Pacem in Terris, amani duniani,
Alihimiza ulimwengu kudumisha matumaini hata katika nyakati za mgawanyiko na vita. Aliona matumaini kama chachu ya amani, akisisitiza kuwa kila binadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu na ana uwezo wa kuishi kwa mshikamano wa kweli. Kwa Mtakatifu Papa Yohane wa 23, matumaini yalikuwa mwaliko kwa kanisa na ulimwengu kufanya kazi kwa ajili ya haki na usawa bila kukata tamaa hata mbele ya changamoto kubwa. Kwa Mtakatifu Papa Paulo wa 6, yeye alieleza matumaini kama wito wa binadamu kushiriki katika kazi ya ukombozi wa Kristo. Katika ensiklika yake Populorum Progressio, yaani maendeleo ya watu, alieleza kwamba matumaini ni nguzo ya maendeleo endelevu na ya kweli. Kutumainia kuwa neema ya Mungu inaweza kubadili ulimwengu wenye dhiki kuwa mahali pa haki na amani. Aliwakumbusha Wakristo kwamba matumaini yanaambatana na juhudi binafsi, si hali ya kusubiri kwa uvivu, bali kuchukua hatua za kusaidia maskini, kupigania haki na kujenga jamii inayodhihirisha upendo wa Mungu. Mtakatifu Papa Yohane Paulo wa pili alisema kwamba matumaini ni msingi wa safari ya kiroho ya Kikristo. Katika ensiklika yake ya kwanza maarufu Redemptor Hominis, mkombozi wa mwanadamu, alisisitiza kwamba Kristo ndiye tumaini la ulimwengu, na ndio maana tuna ile salamu yetu, Kristo tumaini letu. Aliona kwamba mateso, dhiki na majaribu ya maisha sio mwisho wa safari, bali ni fursa ya kukua katika matumaini kwa Mungu. Zaidi ya hayo, alizungumzia matumaini katika muktadha wa vijana. Katika mikutano yake ya siku za vijana duniani, alihimiza vijana kuwa mashahidi wa matumaini duniani, akiwataka kushinda hofu zao na kuamini kuwa nguvu ya upendo wa Kristo inaweza kubadili ulimwengu. Kwa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16, yeye alitoa mafundisho ya kina kuhusu matumaini kupitia ensiklika yake fupi ambayo inaitwa Spe Salvi, yaani tumaini tunalookolewa nalo. Katika maandishi haya alifafanua kwamba matumaini ya Kikristo yanatokana na kukutana na Kristo ambaye hutufunulia uzima wa milele kama zawadi ya Mungu. Alibainisha kwamba matumaini ni zawadi ya neema, lakini pia yanahitaji ushirikiano wa mtu binafsi kupitia sala, kazi njema na ushirikiano na jamii. Na Baba Mtakatifu Francisco, matumaini ni moyo wa maisha ya Kikristo. Katika mafundisho yake, hususan ensiklika yake Evangelii Gaudium, furaha ya Injili, na Laudato Si, sifa kwa Bwana, alihimiza ulimwengu kutazama maisha kwa matumaini hata mbele ya matatizo makubwa kama umaskini, vita na uharibifu wa mazingira. Alisema matumaini hayaangalii nyuma kwa woga, bali yanatazama mbele kwa ujasiri. Kwa hiyo sisi wa Kristo tunaitwa kueneza matumaini kwa maisha yetu ya kila siku, tukijitahidi kujenga ulimwengu wa haki, amani na upendo, huku tukimtumainia Kristo kama mwanga wa maisha na msingi wa uzima wa milele. Tutazame pia fadhila ya matumaini, jinsi tunavyoiona sisi wanadamu na katika jamii yetu nje ya kanisa. Matumaini ni mojawapo ya fadhila kuu zinazochangia maboresho ya maisha ya binadamu na jamii kwa ujumla. Ni hali ya kuwa na matarajio mema hata pale ambapo mazingira yanaonekana magumu au hayana matumaini. Matumaini yanampa mwanadamu nguvu ya kuendelea mbele, kusimama imara katika changamoto na kuamini kwamba hali ya maisha inaweza kubadilika kuwa bora. Na hilo linaonekana katika maungamo, ndugu zangu.
Anakuja mama aliyekata tamaa na familia yake na watoto wake. Ameinua mikono, amesarenda, amepoteza matumaini. Anakuja mama mwingine ambaye hajakata tamaa, ana matumaini hata kama hajafanikisha kitu. Lakini anasema sichoki na sitaacha mpaka nimrudishe mume na watoto kwa Mungu wangu. Huu ndio utofauti wa mtu aliye na matumaini na yule aliyepoteza matumaini. Na wote wawili ni wa Kristo na wote wawili wanakomunika. Matumaini yanaweza kuelezwa kama imani thabiti kwamba mambo yataenda vema hata mbele ya changamoto na hali ngumu. Ni hali ya kujiweka tayari kwa mabadiliko chanya, huku ukifanya juhudi kuhakikisha matarajio hayo yanatimia. Methali kama baada ya dhiki faraja zinadokeza kwamba matumaini ni sehemu muhimu ya maisha ya binadamu, kwani huleta faraja na nuru hata wakati wa giza kubwa. Matumaini si ndoto isiyo na msingi, bali ni nguvu inayomchochea mtu kuchukua hatua kuelekea kwenye malengo yake. Paroko asiye na matumaini hawezi kuwa paroko. Akikaa kwenye kitubio kabla ya Pasaka, kabla ya Majilio, kabla ya Christmas, akitazama tu mafanikio ya shetani katika roho za watu, anaweza akakata tamaa, akisahau kwamba Kristo ndiye mfufuka, Kristo ndiye mshindi. Na akiona parokia hii imeshindikana, hawezi kuongoza watu tena, bora aombe askofu amhamishe. Mtu asiye na matumaini hawezi kuongoza watu wengine. Kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, wote watatumbukia. Matumaini ni nguzo muhimu katika safari ya maisha, na kila mmoja wetu anahitaji kuwa nayo ili kufanikisha ndoto na matarajio yake. Bila matumaini, maisha yanakuwa magumu na tunapoteza mwelekeo, hamasa na furaha. Pili, matumaini yanaimarisha afya ya kiakili na kihisia. Mtu mwenye matumaini ana uwezo mkubwa wa kudhibiti hisia za hofu, huzuni na kukata tamaa. Matumaini yanaweza kuwa tiba ya msongo wa mawazo, kwani mtu mwenye matumaini hujikita zaidi kwenye suluhisho kuliko tatizo. Aidha, matumaini yanamchochea mtu kufanikisha ndoto zake. Bila matumaini, ndoto huonekana kama ndoto tu zisizowezekana. Matumaini huwapa watu ujasiri wa kuchukua hatua na kukabiliana na hofu zao. Hii inachangia mafanikio ya mtu binafsi katika nyanja mbalimbali za maisha kama vile elimu, kazi na mahusiano. Matumaini pia yana athari kubwa kwa jamii kwa ujumla. Kwanza, yanachangia mshikamano wa kijamii. Watu wenye matumaini wanajenga jamii yenye mshikamano kwa sababu wanatambua kuwa kila mtu ana nafasi ya kuboresha maisha yake. Inatosha kuwa na mtu mwenye matumaini katika jumuiya ndogo ndogo ya Kikristo. Jumuiya hii itabadilika, tena akiwa kiongozi. Kama viongozi wote wamekata tamaa, wapo tu kila siku, jumuiya hii haitakuwa na maendeleo. Lakini inatosha atokee mtu mmoja aliyejawa Roho Mtakatifu na matumaini na hakati tamaa na watu wake. Jumuiya hii ghafla inaibuka na inakuwa na mafanikio makubwa. Aidha, matumaini yanasaidia kupunguza uhalifu na matatizo mengine ya kijamii. Wakati watu wanapokuwa na matumaini kuhusu maisha yao ya baadaye, wanakuwa na uwezekano mdogo wa kujihusisha na uhalifu au vitendo vya kuharibu jamii. Matumaini huwapa watu sababu ya kuishi kwa heshima na kufanya kazi kwa bidii ili kuboresha maisha yao. Pamoja na umuhimu wake, kudumisha matumaini si jambo rahisi kwa kila mtu. Changamoto za maisha kama umaskini, vita, majanga ya asili, ukosefu wa ajira zinaweza kupunguza matumaini ya watu. Pia, mfumo wa kijamii unaokosa msaada kwa watu wanaokumbana na changamoto
unaweza kuzima matumaini ya watu hawa. Mfano mzuri ni wakati wa majanga makubwa na vita. Watu wengi wanapoteza kazi, wanapoteza wapendwa, wanapoteza matarajio yao kwa maisha ya baadaye. Katika mazingira kama haya, kudumisha matumaini kunahitaji juhudi kubwa, msaada wa kijamii na imani thabiti kwamba hali itaimarika hatimaye. Aidha, elimu na maarifa ni silaha muhimu katika kukuza matumaini. Watu wanapopata elimu bora na maarifa ya kutosha, wanakuwa na uwezo wa kutatua changamoto zao na kuwa na matumaini kuhusu maisha yao ya baadaye. Hivyo, serikali na wadau wa maendeleo wanapaswa kuhakikisha kwamba elimu inapatikana kwa kila mtu bila ubaguzi. Matumaini, kwa kumalizia sehemu hii, ni fadhila ya kipekee inayomsaidia binadamu kuendelea mbele hata katika mazingira yenye changamoto. Matumaini yanaimarisha maisha ya mtu binafsi, yanachangia mshikamano wa kijamii na kuchochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Hata hivyo, kudumisha matumaini kunahitaji juhudi za pamoja kutoka kwa mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Ni jukumu letu sote kukuza matumaini katika maisha yetu na kuwasaidia wale waliopoteza matumaini ili tuweze kujenga jamii yenye amani, maendeleo na mshikamano. Katika mazingira haya, Yesu anakuja kwa Sister Faustina na ujumbe wa huruma yake. Na cha kushangaza, katika ujumbe huo anamueleza kuhusu madai yake mawili makuu. Dai la kwanza ni matumaini. Dai la pili ni matendo ya huruma. Kwa ufupi mkubwa, ndugu zangu, Yesu anamwambia hivi Sister Faustina, na yeye ameandika katika shajara yake, na nukuu: neema za huruma yangu huchotwa kwa kutumia chombo kimoja tu, nacho ni matumaini. Kadiri roho inavyozidi kutumaini, ndivyo hivyo inavyopokea neema hizo. Roho zinazotumaini bila kikomo hunifariji sana, kwani nazimwagia hazina zote za neema zangu. Na furahi zinapoomba neema za kutosha, kwa maana nia yangu ni kuzijalia neema nyingi ajabu. Kwa upande mwingine, nasikitika roho zinapoomba neema kidogo, zinazobana mioyo yao. Nimefungua moyo wangu kama chemchemi hai ya huruma, ili roho zote zichote uzima ndani mwake, zije zikaribie bahari hii ya huruma kwa matumaini. Msalabani chemchemi ya huruma yangu ilifunguliwa na mkuki kwa ajili ya roho zote, sikumbagua mtu. Nawapa watu chombo watakachotumia kila mara wanapojia huruma yangu. Chombo hicho ni picha ikiwa na maneno Yesu na kutumainia. Mimi ni upendo na huruma. Roho inikaribiapo kwa matumaini na ijaza kwa wingi wa neema isizoweza kutunza peke yake bila kuzishirikisha roho nyingine. Kwa ajili ya roho zinazotaabika yaandike haya: roho inapoona na kutambua uzito wa dhambi zake, inapofunguliwa macho kuona shimo la taabu ilimojizamisha, isikate tamaa, bali kwa matumaini ijisalimishe kwenye mikono ya huruma yangu, kama vile mtoto mdogo afanyavyo kwenye mikono ya mama yake. Moyo wangu wenye huruma huzijali sana roho za namna hii na huzipatia fursa ya kwanza kabisa. Ziambie kwamba hakuna roho yoyote iliyoomba huruma yangu ikakataliwa na kuaibishwa. Nafurahishwa sana na roho zitumainizo wema wangu. Ina bahati roho itumainio huruma yangu, kwa maana mimi mwenyewe nitaitunza.
Ndugu zangu wapendwa, ninashangaa sana binafsi na kuwahurumia mahujaji wanaofika kwa mfano kule kituo cha hija kia Bakari. Wanafika kwa Yesu wa huruma kwa kusudi la kujizamisha katika bahari ya huruma ya Mungu, kuchota huruma yake, kuunganisha nia zao za sala na altare yake Bwana katika misa takatifu na katika ibada tunazoadhimisha kule, na huku hawana matumaini. Unaona kabisa kwenye nyuso zao, kwenye sura zao. Ni sawa na yule mama aliyekuwa na mzigo kichwani, ameomba lifti. Lori likasimama. Bibi akapanda, akaendelea kukaa kwenye lori akiwa na mzigo kichwani. Watu wanasali wamekata tamaa, hawaamini kwamba Yesu anao uwezo wa kusaidia na kutatua shida zao zote. Ni sawa na kumwambia Yesu, nimekuja kukuambia hivi na hivi, lakini hata hivyo sidhani kama unaweza kunisaidia. Kama Yesu hawezi kukusaidia, ni nani atakayekusaidia? Ni yule anayekuuzia kikombe au vitu vingine? Ndugu yangu hujaji, umekuja hapa Kawekamo kuchota neema na huruma ya Mungu katika bahari yake kwa kutumia kijiko cha chai? Tena unatetemeka kwa wasiwasi. Unatakiwa kuja hapa na matumaini moyoni mwako, saizi ya diaba au boza kubwa ya maji. Ndio maana Yesu amesema kwenye picha yake, andika hapa, Yesu na kutumainia. Unamaanisha haya? Hakudai maneno haya yaandikwe bila sababu. Maneno haya yanatukaripia na kutukumbushia tusimsogelee tukiwa na mashaka, wasiwasi, imani haba na kukata tamaa, kwa sababu tunamuumiza. Kumbuka Zaburi ya 37 aya ya 5. Mkabidhi Bwana njia zako, umtumainie yeye, naye atafanya. Dai la pili la Bwana ni matendo ya huruma. Anasema hivi, na Sister Faustina ameandika katika shajara yake. Namuomba Mwenyezi Mungu hii kazi ambayo imeshafikia mwisho, kilichobaki ni kusahihisha tafsiri ya Kiswahili kwa kulinganisha na original ya Kipolandi. Kazi hiyo ambayo ni yangu mimi, natumaini mwisho wa mwaka au mwanzo wa mwaka, na Mungu akijalia kwenye sherehe ya huruma ya Mungu mwakani, shajara ya Sister Faustina kwa Kiswahili itatoka. Sasa katika shajara hiyo alimwambia Sister Faustina, na wadai matendo ya huruma yatokanayo na upendo wenu kwangu. Hamna budi kuonyesha huruma kwa jirani zenu kila wakati na kila mahali. Hamwezi kukwepa au kujitoa ama kujaribu kujitetea kwa visingizio mbalimbali. Hata imani kali ni bure kama haina matendo. Kama roho yoyote haionyeshi huruma kwa njia yoyote, haitapata huruma siku ile ya hukumu. Kuna alfabeti ya huruma ya Mungu ambayo huwa nafundisha, ABC. Ina sound vizuri kwa Kiingereza. A, ask for mercy, omba huruma. B, be merciful, uwe na huruma. C, completely trust, umtumainie kabisa. Roho inikaribiapo kwa matumaini, anasema Yesu, na ijaza kwa wingi wa neema ambazo haiwezi kuvumilia kutunza peke yake bila kuzigawia ama kuzishirikisha roho nyingine. Basi ndugu zangu, ni kitu cha kushangaza jinsi yule mwovu anavyoelekeza attention yetu, hasa wakati wa mafundisho kabla ya ubatizo, komunyo na hata kabla ya kipaimara. Tunajifunza amri 10 za Mungu, tunajifunza amri 6 za kanisa, tunajifunza amri kuu ya mapendo, tunaweza tukajifunza hata matendo 20 ya rozari,
lakini nikimuuliza yeyote kati yenu, hebu nitajie matendo ya huruma kwa mwili na matendo ya huruma kwa roho, kwanza yako mangapi? Matendo ya huruma kwa mwili, na yote yamo kwenye katekismu, na tunapaswa kujua kwa sababu tutadaiwa siku ya mwisho. Soma Injili ya Mtakatifu Mathayo sura 25. Kwa vigezo gani tutahukumiwa siku ya mwisho? Nilikuwa na njaa, nilikuwa uchi, nilikuwa mgonjwa, nilikuwa kifungoni. Matendo yapi haya? Matendo ya huruma. Matendo ya huruma kwa roho ni mangapi? 7. Unayajua? Kwa roho, si ndio? Hata sisi mapadri nina shaka kama tunayajua, tumeyakariri. Na kama hatuyajui tunayatenda, tutawezaje kuyatenda wakati hatuyakumbuki wala hatujui? Na katika katekismu nzima, hata ile kubwa ile ndogo, Yesu atakachoangalia ni haya matendo ya huruma kwa mwili na kwa roho. Uliyafanya? Tujikumbushe. Matendo ya huruma kwa roho: kuwapa shauri wenye mashaka, kufundisha wasio na maarifa, kuonya wakosefu, kutuliza wenye huzuni, kusamehe waliotukosea, kuvumilia wasumbufu kwa saburi. Na matendo ya huruma kwa mwili, Baba Mtakatifu Francisco aliongeza tendo moja, kwa hiyo sasa ni 8. Katika ensiklika yake ya Laudato Si, ambayo wengi wetu hatukusoma, ila tumeambulia kitu kimoja tu, eti Laudato Si ni kutunza mazingira. Si kweli. Si kweli, nitawaeleza sasa hivi. Alimaanisha nini katika ensiklika ya Laudato Si? Matendo ya huruma kwa mwili, kwanza ni kulisha wenye njaa, kunywesha wenye kiu, kukaribisha wageni, kuvisha wasio na nguo, kuangalia wagonjwa, kutazama wafungwa, kuzika wafu. Na tendo la 8 aliloongeza Baba Mtakatifu katika ensiklika yake ya Laudato Si ni kutunza kazi ya uumbaji wa Mungu, care for creation. Sasa hiyo care for creation ikoje? Anasema nini Baba Mtakatifu katika ensiklika hiyo? Kwanza kabisa kutunza mazingira, sio mazingira, kutunza uumbaji. Ndio maana yake care for creation. Kutunza uumbaji maana yake nini? Ni kutunza uhai wa mwanadamu kuanzia mimba kutungwa mpaka kifo cha kawaida. Cha kwanza, tunatunza mazingira ya uhai wa kibinadamu kwa kuhakikisha uhai unapoanzia tumboni mwa mama unaendelea mpaka kifo cha kawaida. Kipengele cha pili ni kile ambacho kila mtu anaambulia hata katika kanisa: mazingira ya kawaida, vyanzo vya maji, nishati, misitu, usafi wa mazingira, kupanda mimea na miti na kadhalika. Lakini kuna mazingira ya kiroho, nayo Baba Mtakatifu anayagusia. Hebu angalia mahusiano yetu yanayoleta sumu, toxic relations. Mara nyingi sana mnapoomba ushauri mnazungumza toxic relations katika ndoa, katika familia, katika ukoo, kati ya majirani, kazini na kadhalika, bila hata kutaja kwa neno hili toxic relations. Kutunza mazingira maana yake pia ni kutunza roho yako, saikolojia yako, kuponya na toxic relations.
mahusiano ya dhambi, vikwazo na vipingamizi. Kwa upande wa kina baba ambao daima ni wachache katika hija zetu, neno moja: ukitaka kutunza mazingira ya hadhi yako. Kwetu kuna methali ninakotoka: nikupe siri ya mwanaume aliyekamilika. Mwanaume aliyekamilika ambaye anaweza akasimama mbele ya Muumba wake siku ya mwisho ya maisha yake ni mwanaume aliyetimiza kazi 3. Kwanza, amejenga mji wake. Pili, amemlea mwanaye. Kuzaa sio kazi. Amemlea mwanaye. 3, amepanda mti. Akina baba, umetimiza yote haya. Umejenga mji wako, umemlea mwanao, na umepanda mti. Kutunza mazingira, care for creation, pia ni kutunza visima vya wokovu. Waamini mnatutegemeza sisi mapadri, mnatupatia kila kitu. Sidhani kama kuna padri yeyote ambaye analala njaa au alilala njaa hata mara moja katika maisha yake. Kwetu kuna methali kwamba wakati wa njaa, atakayelala kwa njaa wa mwisho atakuwa ni paroko. Watu wengine watafanya kila kitu ili kumpatia mahitaji yake. Lakini ndugu zangu, haitoshi kututegemeza. Katika majimbo yetu hapa Mwanza na kule Musoma ninakotoka, kuna siku za kuwategemeza mapadri. Mara nyingi ni siku ya kubariki mafuta au siku nyingine kadiri ya mipango ya jimbo. Lakini ndugu zangu, kuna siku ya kutuombea na kututakatifuza kwenye sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Na siku hiyo unakuta kanisani hakuna mtu. Kabla kututegemeza, mtuombee. Hakuna mtu parokiani anayeshawishiwa na kutafutwa na yule mwovu kuliko padri. Hakuna. Kwa hiyo kama hutatulinda, usishangae tutaanguka. Nilipoanza utume wangu parokia ya Zanaki, Kiabakari ni sehemu ya parokia Zanaki. Karibu na parokiani kulikuwa na kisima. Na pale Wazanaki wenzangu walikuwa naweka sheria. Hakuna kufua nguo karibu na kisima, hakuna kufanya hiki, hakuna kufanya hiki, hakuna kuoga, hakuna kufanya nini, alafu unaruhusiwa kuchota ndoo moja au ngapi na nini na nini. Sheria kali. Mtuombee na mlinde visima vya wokovu. Utawezaje kuchota maji kwenye kisima ambacho kimetemewa mate? Usitemee mate mkono unaokulisha. Mtuombee, mtulinde. Tunaposafiri, kwa mfano nikiwa nasafiri masafa marefu, tunaenda na dereva, mimi siwezi kulala kwa sababu wakati wote namwangalia dereva ameshasinzia au bado. Kwa hiyo mimi ndio silali kabisa, hata kama tunaenda Dar es Salaam bila kusimama, saa zote ni kumwangalia. Ameshasinzia, hebu tupumzike, hebu nini, pitisha maji usoni na nini. Kwa sababu kama dereva atasinzia, tutakufa wote. Mtuache tujichunge wenyewe, mtavuna matatizo. Care for creation pia ni care for mapadri. Tuombee kwanza, ndipo mtutegemeze. Nakumbukeni
Siku zote hitaji la kwanza la kila padri ni kuhitajika. Kama padri hahitajiki, anapoteza sense ya maisha yake na wito wake. Katika Care for Creation, ndugu zangu, ninapenda nigusie jambo moja ambalo kwangu mimi ni muhimu sana. Ninashukuru sana uongozi wa Radio Maria Tanzania kwa kunialika niweze kutoa vipindi katika mifululizo miwili, mfululizo wa vipindi vinavyohusu ujumbe wa huruma ya Mungu kwa ulimwengu, ambacho ni kila Jumatano saa 12:30 jioni, na mfululizo wa pili kuhusu imani Katoliki. Kipindi hicho kinarushwa Ijumaa saa 12:30 jioni. Ninapenda kusema ndugu zangu kwamba Radio Maria Tanzania ni muhimu sana kama chombo cha kulinda mazingira ya Kanisa Katoliki nje ya parokia zetu, makanisa yetu na hata jumuiya zetu. Sauti ya Radio Maria inatakasa mazingira yenye sumu yanayo affect akili zetu, mawazo, hisia, maamuzi, roho zetu, mahusiano yetu. Ni kama sauti ya mjumbe wa Bwana iliyayo nyikani, yaani katika jamii inayomdhihaki Mungu na kukumbatia giza. Ni sauti ya pekee ambayo inatusaidia kunyosha njia yetu na kuweka balance, uwiano katika yale tunayopata sisi katika mitandao ya jamii, runinga na kadhalika, ambapo mara nyingi tunajifunza na kusikiliza na kuiga vitu ambavyo havina uhusiano na Kanisa Katoliki na kwenda hata ni kinyume. Na matokeo yake ndiyo haya. Tunakuwa watu wa ajabu wanaochanganya imani mbalimbali, mawazo, misimamo mbalimbali, na mwisho tunakuwa wapinga Kristo. Tuhakikishe Radio Maria Tanzania inaendelea kuwepo katika ramani ya Kanisa Katoliki Tanzania. Kutegemeza Radio Maria tusione kamwe kama mzigo. Never. Ninapenda kuwashukuru wana Radio Maria Tanzania kwa sababu Mama Bikira Maria kupitia kwa Radio Maria Tanzania ameweza kutangaza hata huruma ya Mungu katika majimbo yote, na waamini ambao hawawezi kufika Kiabakari kupitia vipindi hivyo wanaweza kupata mafundisho pale pale walipo. Kongole parokia ya Buswelu, jimbo kuu la Mwanza, nadhani mmekuwa wa kwanza mwaka huu katika marathon 2025. Naamini ndivyo ilivyo, na taarifa hiyo ninayo kutoka kwa mwandishi wa Radio Maria, mkazi wa jimbo Katoliki la Musoma, ambaye anatoka parokia ya Buswelu. Kwa hiyo wana Buswelu, hongereni sana kwa kumpenda Mama Bikira Maria kimatendo. Ndugu zangu, chombo hiki ni chetu na ninaomba kweli tukitunze. Tuna uwezo huo, tusiruhusu Radio Maria inyamaze. Tutabaki na kelele za ulimwengu huu na sauti za mbwa mwitu ambao wanazunguka kuturarua. Na ni nani ambaye atatuunganisha tena kwa njia ya mitandao hiyo? Ndugu zangu, ninapenda nitumie sasa, nitaacha vitu vingine ambavyo si muhimu sana, lakini baada ya kueleza kwa ufupi kabisa kauli hiyo mbiu ya Jubilei 25 mahujaji katika matumaini, ningependa kidogo nifafanue kauli mbiu ya kituo hiki cha hija. Moyo wangu tulia,
Moyo wangu tulia, maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Niwarejeze kwa Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 11 aya ya 28 mpaka 30, na nukuu: nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Tafsiri sahihi ya lugha ya Kigiriki ya nukuu hii, hapo tunaposoma mimi ni mpole, katika original ya Kigiriki unasoma mimi nimetulia. Nimetulia. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Hapo imeandikwa heri waliotulia, walio na utulivu moyoni. Kwa nini Yesu ametulia? Ana uhakika wa kuwa mmoja na Baba na Roho Mtakatifu. Ana uhakika kwamba yuko katika njia sahihi na anatimiza mapenzi ya Baba yake. Ana uhakika kwamba sala zake zinapokelewa na zinajibiwa na Baba katika nuru ya Roho Mtakatifu. Tutazame moyo mtakatifu wa Yesu. Na hapo nina ombi, ndugu zangu, kwa sababu sisi mioyo yetu haijatulia, inakuwa ni vigumu sana kuendeleza katika parokia zetu ibada ya Ijumaa ya kwanza ya mwezi ya moyo mtakatifu wa Yesu. Huwezi kupenda moyo mtakatifu wa Yesu, kuelewa na kuiga kama moyo wako haujatulia. Ni muhimu sana katika parokia zetu kufufua shirika la moyo mtakatifu wa Yesu. Sijui kati yenu mahujaji nani ni mwanashirika wa moyo mtakatifu wa Yesu? Mkono juu. Safi kabisa. Kumbe shirika la moyo mtakatifu wa Yesu bado lipo, lakini katika parokia nyingi linapumulia juu juu. Kwa hiyo sisi mara nyingi tunaona shirika la moyo mtakatifu wa Yesu ni la wale wanaovaa nguo nyekundu, wanavaa sijui vitu gani hapa, sijui nini, beji zao na nini, alafu wapo tu kama wako hapo. Sasa hatuwaelewi sasa wanafanya nini. Mara nyingi ni wazee. Mimi nilipopadrishwa nikapewa kazi na askofu wa jimbo kula kwetu kuwa mlezi wa shirika la moyo mtakatifu wa Yesu katika udekano. Kwa hiyo nimependa shirika hilo, japo nilikuwa silielewi sana. Nilikuwa najua of course Ijumaa ya kwanza ya mwezi na umuhimu wake kwa wokovu wetu, lakini kimsingi, ndugu zangu, sambamba na shirika la Mtakatifu Vincent wa Paulo ambalo nilipoingia Tanzania nimekuta kila parokia shirika lipo na wanawahudumia maskini na wanajua kila kitu kinachoendelea katika jamii siku hizi. Kama hawapo, tunasikia mambo ya Caritas jimboni. Vivyo hivyo na shirika la moyo mtakatifu wa Yesu. Wakati umefika tufufue katika kanisa, parokia zetu, kuanzia jumuiani, katika seminari zetu, nyumba za malezi, nyumba za kitawa, ili mioyo yetu ifanane na moyo mtakatifu wa Yesu, iweze kutulia. Na kwa sababu hiyo nimeandika pia kitabu kidogo cha ibada kwa moyo mtakatifu wa Yesu. Sikuchukua hapa, lakini kiko pale, ambacho kinaeleza vizuri historia nzima pamoja na ahadi za moyo mtakatifu wa Yesu kwa watawa, kwa mapadri na kwa waamini walei. Kimsingi, ndugu zangu,
ile ahadi kuu ya Yesu kwamba yeye atakayeadhimisha Ijumaa ya kwanza ya mwezi kwa miezi 9 mfululizo ni kweli. Ni kwamba yule aliyeadhimisha Ijumaa ya kwanza ya mwezi kwa miezi 9 mfululizo hataenda motoni, atakufa kifo chema. Ni kweli. Ni kweli. Classmate wangu, tulisomea komunyo ya kwanza pamoja. Tulikuwa kwenye shule moja ya msingi, Paulo. Baada ya komunyo ya kwanza, mimi nikawa kwenye darasa A, yeye akawekwa darasa B. Sasa niko darasa la 7, mama yake ananitafuta. Anasema, Paulo amekufa. Amekuaje? Tulikuwa tunaenda kwa gari, tukapishana na lori yenye trela ikafyatuka, ule mkonga wake ukaingia kwenye gari, baba amekufa papo hapo, Paulo akafa muda mfupi baadaye. Sisi, mimi na mdogo wake tulikaa nyuma, siti ya nyuma, tukasalimika. Sasa padri aliyetuandaa kwa komunyo ya kwanza akanisimulia baadaye, nimeshakuwa padri tayari. Kumbe mama yake alipokutana naye akamtukana matusi ya nguoni. Ye mapadri, natufundisha uongo, hamna lolote. Huyu mtoto wangu najua kwamba hakuenda kuungama muda mrefu kabla ya ajali na amekufa, alikuwa hajaungama, na wewe ulikuwa natuambia Ijumaa ya kwanza ya mwezi wafanye, na Paulo amefanya mara baada ya komunyo ya kwanza. Nimehakikisha amefanya Ijumaa ya kwanza ya mwezi, alienda kuungama na kupokea Ekaristi na kusali litania ya moyo mtakatifu wa Yesu Ijumaa ya kwanza ya mwezi. Sasa ahadi ya Yesu iko wapi? Wewe na Yesu wako nendeni motoni. Huyo padri akavumilia, hakujibu. Akamwambia, mama Paulo, tulia. Siku hiyo ya ajali yenu ilikuwa Jumapili, si ndio? Ndio. Ilikuwa mchana? Ndio. Mimi nimemaliza misa zangu parokiani, nikapata chakula cha mchana, nikapata ghafla wazo niende nikamtembelee padri mwenzangu kwenye parokia jirani. Nikapanda gari, nikaenda. Njiani nikakutana na ajali yenu. Nikawapa maondoleo ya dhambi na rehema kamili, na nilikuwa na mafuta nikawapa na mpako wa wagonjwa. Wewe ulikuwa shocked, hukuniona. Usimtukane Yesu. Yesu anatimiza ahadi zake. Akaniamsha parokiani niende kwa sababu ajali itatokea, na yupo kijana aliyefanya Ijumaa ya kwanza ya mwezi kwa miezi 9 mfululizo. Nenda ukaokoe roho yake, na amekufa kifo chema. Bahati mbaya katika parokia zetu Ijumaa ya kwanza ya mwezi, hata wakati mwingine maungamo hayapo, na hatusisitizi vya kutosha. Huenda hata sisi mapadri na watawa hatujafanya Ijumaa ya kwanza ya mwezi miezi 9 mfululizo. Njia za mkato za kwenda mbinguni tunazidharau. Njia ndefu tutaiweza? Sawa sawa na ibada ya Jumamosi ya kwanza ya mwezi, miezi mitano. Miezi mitano. Bikira Maria na Yesu alipomtokea Sister Lucia yule wa Fatima kule konventini na kudai ibada ya moyo safi wa Maria ianze kuadhimishwa Jumamosi ya kwanza ya mwezi, miezi mitano mfululizo, kwa kusali rozari, kutafakari, kupokea komunyo ya malipizi kwa moyo safi. Basi ahadi ya Bikira Maria ni kwamba yeyote atakayetimiza Jumamosi ya kwanza ya mwezi kwa miezi 9 mfululiza kwa namna hii, hata kaa toharani na atatolewa. Kama ataenda toharani, atatolewa kabla ya Jumamosi ya kwanza ya mwezi unaofuata. Hiyo ndiyo njia nyingine ya kwenda mbinguni. Sasa wewe unataka kutafuna mfupa mgumu na mnofu unakataa.
Ijumaa ya kwanza ya mwezi tunapouza, hiyo ni ofa ya Yesu. Ninakupa njia ya mkato kwenda mbinguni. Nitatimiza ahadi yangu. Hata kama utapotea katika maisha yako, nitakutafuta. Na mama Bikira Maria vivyo hivyo. Mioyo yetu itulie, ndugu zangu. Mimi katika upadri wangu wa miaka 37 sasa, na umri huu ambao kwa mujibu wa sheria ya Tanzania nimeshastaafu, maana ni miaka 62 sasa. Hiyo maisha, kitu ambacho nakitafuta zaidi kuliko chochote ni utulivu wa moyo. Sitaki maudhi, sitaki vitu vingine. Tulivu wa moyo ni kitu ambacho tunaweza kudharau. Wewe unatafuta utajiri maisha yako yote. Unatoka kanisani Jumapili, unawasha data, unaenda kwa Kimario, unaenda kwa Mamposa, unaenda kwa wengine wote, wanakuandikia leo nakufungulia sijui vitu gani, andika amen. Amen. Naona Wakristo wa Kiabakari huku Jumapili amesali kituo cha hija ya huruma ya Mungu, baadaye anasema amen, I receive. Alafu unakuta mtu ambaye amepata utajiri, moyo wake umetulia. Kuna padri mmoja amesema kufuri bora duniani ni umaskini. Maskini hata akiacha mlango wazi analala fofofu. Lakini wewe ukipata mali, kwanza ndugu zako utaanza kuwaogopa. Utakuwa unaangalia chakula unachokula kama hawakukuwekea sumu. Utaweka mageti, utaweka ukuta, utaweka umeme, utaweka kampuni ya ulinzi, utatafuta bastola na utakufa kwa msongo wa mawazo na shinikizo. Ndio maisha unayotafuta. Tafuta, mimi natafuta utulivu wa moyo. Aliyebuni kauli mbiu ya Kawekamo anastahili kwenda mbinguni. Moyo wangu tulia. Zawadi yenye thamani isiyopimika kutoka kwa Mungu. Watu wanaenda kutafuta msaada wa kisaikolojia, wanatumia dawa, wanahangaika. Moyo wangu tulia. Tutafute njia za kutuliza mioyo yetu. Yesu hajasema mpole na mnyenyekevu kwa sura ya nje. Alisema mpole na mnyenyekevu wa moyo. Moyo katika maandiko matakatifu ni kiti cha nafsi, ni kitovu cha mtu mzima. Kwa hiyo Yesu anatufundisha kuwa upole na unyenyekevu sio tabia za juu juu, bali ni hali ya ndani inayounda namna tunavyofikiri, kuamua na kuishi. Mtakatifu Augustino aliandika, hakuna kitu cha thamani zaidi kwa mwanadamu kuliko moyo mtulivu mbele ya Mungu. Upole huu ni shule ya upendo. Upole wa moyo ni hali ya kupokea na kuishi mapenzi ya Mungu pasipo kiburi, pasipo ghadhabu isiyo na sababu, bali kwa utulivu wa ndani unaotokana na kumwamini Mungu. Yesu mwenyewe ndiye mfano wa hali hii. Katika maisha yake yote tunaona upole na utulivu wa moyo. Alipozaliwa katika hori la kulia ng'ombe, akaonyesha unyenyekevu wa hali ya juu. Alipowasamehe waliomsulubisha, akasema, Baba, wasamehe kwa maana hawajui watendalo. Na nyinyi ndugu zangu ambao mna mahangaiko, mioyo yenu imekaza kwa sababu unashindwa kumsamehe mtu aliyekuumiza, alikutendea mabaya, achilia. Fungua moyo wako. Sema kama Yesu msalabani, Baba, na wasamehe, hawajui watendalo. Ufanye moyo wangu ufanane na moyo wako uliotulia. Zawadi utakayopokea ni zaidi ya kuwa na msimamo mkali wa kumwambia, mimi sitamsamehe kamwe, sitasahau kamwe aliyenifanyia kitu hiki. Hata alipoingia Yerusalemu kama mfalme, aliingia juu ya mwanapunda, ishara ya unyenyekevu na amani na si nguvu za kidunia. Baba Mtakatifu Francisco alisema,
Unyenyekevu wa Yesu si unyonge, bali ni nguvu ya upendo ambao hauogopi kupokea udhaifu wa watu wengine. Kwa hiyo upole wa moyo, utulivu wa moyo sio udhaifu, bali ni nguvu ya kiroho inayokomesha vurugu za ndani na nje. Yesu anasema, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Upole wa moyo unaleta utulivu wa ndani, hali ya nafsi kutulia hata katikati ya misukosuko. Mtakatifu Teresa wa Avila alisema, kuwako na amani ya kweli ni kutulia katika moyo wa Kristo hata dunia ikitetemeka. Upole unamfanya Mkristo kuwa na kitu kinachoitwa kwa Kiingereza, yani mpangilio mzuri wa moyo, composure of heart. Moyo usioyumbishwa na kejeli, wivu, hofu, bali unabaki thabiti kwa sababu umepumzika ndani yake Mungu. Mtakatifu Yohane Krizostomi naye alifafanua, mtu mpole, mtu aliyetulia, ni yule asiyechochewa na hasira haraka wala kushindwa na tamaa zake, bali ana utulivu wa kimbingu unaoangaza wengine. Unyenyekevu wa moyo, wapendwa, unajidhihirisha kwa namna tunavyohusiana na jirani. Hatutazami wengine kwa majivuno. Tunaweza kusikiliza, kuelewa na kusamehe. Tunajua kutulia hata tukikosewa. Na Mtakatifu Benedikto katika kanuni za kimonaki aliandika haya: kipimo cha unyenyekevu ni kiwango cha upole na uvumilivu tunachokuwa nacho mbele ya ndugu zetu, katika familia, katika jumuiya, katika mashirika yetu, nyumba za mapadri, kazini. Mtu mwenye upole wa moyo huchangia amani ya pamoja. Kinyume chake, moyo wa hasira na kiburi huchafua mazingira. Baba Mtakatifu Benedikto 16 alisema, katika ulimwengu wa mashindano na migawanyiko, wito wa Kikristo ni kushuhudia upole na unyenyekevu wa Kristo. Kwa njia hiyo, mioyo inapata utulivu. Pia wa 12 aliwahi kusema, maisha ya Kikristo yanahitaji moyo ulio na utulivu, sio unayoyumbishwa na hofu ya kesho, bali unaojikita katika imani. Wapendwa, upole na unyenyekevu wa moyo ni daraja la kufikia utakatifu. Hakuna mtakatifu aliyeufikia utakatifu pasipo hali hii ya ndani. Mtakatifu Francisco wa Asizi alijulikana kwa upole wake. Alipokosewa au kudharauliwa, alibaki mtulivu kwa sababu moyo wake ulikuwa umejikita kwa Kristo. Yohane Paulo wa pili mara nyingi alisema, upendo usio na upole ni hatari, na nguvu zisizo na unyenyekevu huangamiza. Upole humwezesha mtu kukua katika fadhila nyingine zote, uvumilivu, upendo na uaminifu. Ndugu zangu, kila mmoja wetu anakabiliwa na changamoto za hasira, kiburi au hofu. Yesu anatualika tujifunze kwake. Kujifunza kwake ni kuingia katika shule ya moyo wa Kristo. Katika maombi, kujifunza utulivu wa moyo unaotokana na uwepo wa Mungu aliye hai. Katika maisha ya kila siku, kujizuia na majibu ya ghadhabu, kuchagua upole badala ya fujo. Katika mateso, kufahamu kuwa Kristo mwenyewe alibeba msalaba kwa upole na akatufundisha kusamehe. Mtakatifu Inyasi wa Loyola alisema, utulivu wa moyo ni sharti la kusikiliza sauti ya Mungu. Bila upole,
moyo unakuwa na kelele zisizomruhusu Mungu kuongea. Nimalizie kwa kusema haya. Bwana wetu Yesu Kristo ndiye mwalimu mkuu wa upole, utulivu na unyenyekevu wa moyo. Maneno yake ni mwaliko kwetu kuacha kelele na kiburi cha ulimwengu na kupokea moyo mpya, moyo mtulivu, thabiti na wenye amani. Kama Mtakatifu Augustino alivyosema katika usemi wake maarufu, moyo wetu hauna raha mpaka utulie kwako, e Mungu wangu. Tukijifunza kwa Yesu tunapata utulivu wa moyo. Moyo unaotulia katika upendo wa Mungu, moyo unaoweza kushuhudia injili ya amani kwa dunia yenye migawanyiko. Ninamuomba sana Bwana wetu Yesu Kristo aguse mioyo yetu yote, hasa wale ambao mpo hapa lakini hujafikia hatua ya kumsamehe mtu mwingine. Na naamini tumo wengi. Kumbukeni, katika sakramenti ya upatanisho Mungu anatuondolea dhambi na kusamehe. Na labda niseme kitu kimoja ambacho sipendi katika sakramenti ya upatanisho. Pale ambapo Mkristo anakuja anasema, naomba niungame dhambi za maisha yangu yote, huwa namfukuza. Huyu ni mchawi, huyu ni fisi. Kwa nini? Yesu amekusamehe dhambi zako katika sakramenti ya upatanisho, si ndio? Ameyasahau madhambi yote. Sasa wewe unaenda kwenye makaburi ya dhambi yako, unayafukua na kuyaleta tena, eti uyaungame. Si umeshaondolewa? Uungame kwa sababu gani? Mara ya pili. Ina maana huamini uwezo wa Yesu wa kukusamehe dhambi, kwamba yale maungamo yalikuwa hayana nguvu, au umeondolewa robo au robo tatu. Usifanye hivyo. Usifukue makaburi ya dhambi. Kama umesahau dhambi, umekumbuka, yani kwenye maungamo ya mwisho nilisahau dhambi fulani, ukamwambie padri, katika maungamo ya mwisho nilisahau dhambi hii, sikuhitaji. Lakini usirudie kuungama dhambi ambazo zimekwisha ondolewa na kusamehewa na Mungu. Sasa leo mimi namuomba Mwenyezi Mungu aweze kugusa mioyo yetu, tuweze kuwa na utulivu, na katika utulivu huo tuwaone watu wengine kama ndugu, kama mahujaji wenzetu katika matumaini ambao huenda wamepotea. Mwasamehe, msahau. Bila hayo moyo wako hauwezi kutulia, kwa sababu hiyo miiba ya makosa ya watu wengine itaendelea kukuumiza. Achilia. Unaposema moyo wangu tulia, kawe kamo kuna utakatifu, moyo wako utulie, na kweli uondoke hapa kawe kamo ukiwa na moyo uliotulia. Kwa hiyo ninaomba kwa kumalizia tufanye zoezi moja, tusimame. Nitaomba tusali pamoja, mtakuwa mnarudia maneno yangu, sala ya kumwomba Yesu aweze kugusa mioyo yetu na kuijalia utulivu wa kweli. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwanza tusali kwa kutumia maneno ya Mtakatifu Sister Faustina. Unisaidie e Bwana, unisaidie e Bwana, ili moyo wangu uwe na huruma, ili moyo wangu uwe na huruma, niwe na hisia za mateso ya jirani zangu, niwe na hisia za mateso ya jirani zangu, nisimkatalie mtu, nisimkatalie
Nitakuwa mwaminifu hata kwa wale ambao najua watatumia vibaya wema wangu. Nitavumilia mateso yangu bila kunungunika. E Bwana, huruma yako inishukie, ikae ndani yangu. Tutumie sasa maneno ya sala maalum ya kuponya mioyo yetu. Tutarudia. Bwana Yesu, wewe ni Mungu mwenyezi. Wewe ni Mungu aliye mwingi wa huruma. Unatamani kuniponya na kunijalia heri na furaha maishani mwangu. Na kuomba umtume Roho wako Mtakatifu, Roho mfariji, Roho mponyaji, anizamishe ndani mwake, neema yake inijaze kikamilifu, aniguse, anitakase, anihuishe, aniponye. Unisaidie e Bwana, ili moyo wangu uwe na huruma. Sasa kwa mikono miwili tuguse mioyo yetu na turudie yafuatayo. Uponye e Bwana moyo wangu. Ubariki. Upate kunitumikia kwa miaka mingi katika afya njema na kwa nguvu zote. Uponye majeraha ya hisia zangu zilizoumizwa. Uponye majeraha ya hisia zangu zilizoumizwa. Uziguse na kuzigeuza. Tupilia mbali nami hisia za huzuni na majuto. Uweke katika mpangilio wako mzuri mahusiano yangu na watu walioniumiza. Uniepushe na roho ya kuwanyoshea kidole na kuwatuhumu. Uyaimarishe na kuyaponya mahusiano na wapendwa wangu wote. Unijalie uwezo wa kupenda kwa dhati, kwa moyo wangu wote, na kujaza moyo wangu kwa hisia njema zenye kujenga na kuponya na kuleta furaha na amani. Unijalie uwezo wa kuishi kwa ajili ya watu wengine. Bwana Yesu, nakushukuru sana kwa kunitazama
na kunigusa kwa neema yako. Amina. Kwa kumalizia, ndugu zangu wapendwa, niwakumbushe kwamba kesho kutwa tutakuwa na misa maalum jioni ambayo itahitimishwa kwa baraka maalum ya maji, chumvi, vitabu, visakramenti na vitu vyote vinavyosaidia kuchochea moyo wa imani na ibada. Tujiandae basi, tujipatie mishumaa. Pia katika hema letu la kituo cha hija pale nilipowaelekeza, tumekuja na chumvi ambayo imeshaandaliwa kwa ajili ya baraka maji na chumvi, na inakuwa na maelezo yake maalum. Hii ni kutokana na experience ya kule kwenye kituo cha hija kia Bakari, ambapo waamini wengi wanakosa vitu hivi, hivyo wanahitaji kusogezwa. Kwa hiyo unakuta kuna pakti kama hii ndogo ambayo ina maelezo yake, kwa sababu kuna watu na mnaishi kati ya watu ambao si wa Katoliki, wanaokejeli visakramenti vyetu, na nina mada Alhamisi ambayo itawarudisha vizuri katika kuheshimu silaha ambazo Mungu ametuwekea katika gala ya silaha ya Kanisa Katoliki. Mzibe masikio ili watu wengine wawe ni Wasabato, Waislamu, walokole, akina nani, waliookoka, wasiookoka na wengine wote ambao wanawapigia kelele. Kama wanapiga kelele na kupinga visakramenti vyetu, ina maana vina nguvu na vinafanya kazi. Na kisakramenti cha kwanza ni rozari. Ndicho hicho ambacho wale watu wanaotumwa na shetani hawataki kuona shingoni mwako, na mbaya zaidi mkononi mwako. Bora zaidi unavaa shingoni husali, itakuwa ni jiwe shingoni mwako siku ya mwisho. Tulikuwa na mafungo au mahubiri ya kuamsha imani mwaka 1999 Jimbo Katoliki la Musoma. Alikuja yule padri maarufu Bill, na katika sala ya kupunga mapepo kule Bunda TTC pale chuo cha walimu Bunda, na mimi nilikuwa mkarimani wake. Alipoanza kuombea watu na mapepo yao, walioanguka kwanza ni wote wenye rozari shingoni. Sasa nikamwambia, Father Bill, what is this? Anasema wanaonyesha kwamba wanampenda Bikira Maria lakini hawasali rozari. Anavaa rozari siku akienda kwa paroko akiwa na shida, tena anavaa rozari mpya kabisa, toleo jipya, baadaye anavua, au anavaa rozari lakini hasali. Nikimuuliza, hebu nitajie matendo ya rozari ya Mwanga, ukimwambia tafadhali ongoza, si una rozari shingoni, si unajua rozari, haya ongoza rozari kwenye jumuiya. Kama hakuna msalishaji, hakuna mtu atakayesali rozari. Kwa hiyo hawa watu wote ni wanafiki. Ni sawa na wewe kuvaa shingoni mwako picha ya mume wako, lakini unaenda kwa mchepuko. Kisakramenti cha kwanza, na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, kwa taarifa yenu, na nitaeleza haya katika mada yangu, aliweka uwezo wa kupunga mapepo kwa kusali rozari ya huruma, na akasema kuanzia leo Holy Rosary is exorcism. Ndio maana shetani hataki usali rozari, kwa sababu rozari hii inamfukuza. Na juzi niliona mahubiri ya padri moja ambaye ni exorcist. Wanamwambia, padri, hebu tuambie experience yako. Nasema, ndugu zangu, niwaambie ukweli, sitaki kuingia kwenye vipengele. Pale ambapo Bikira Maria anaingia ulingoni katika ibada ile ya exorcism, ya kumwombea mtu kwa ibada rasmi ya kanisa ya kupunga pepo,
pale Bikira Maria anapoingia physically, japo hatumuoni, yani hapo ni game over. Hiyo ni game over, yani hakuna rufaa. Ina maana Bikira Maria akiamua kuja pale padri alipo, kwa sababu unaweza kumwomba Bikira Maria, si ndio? Unasali lakini yuko mbinguni, lakini Bikira Maria anapokuja sasa pale ambapo ibada inafanyika, yule mwovu hana mjadala, anaondoka. Hakuna ubishi tena. Hiyo ni game over. Ukisali rozari matendo matano kwa imani kila siku, huwezi kuwa mtu mbaya. Mafahari wawili hawawezi kukaa ndani ya zizi moja. Impossible. Impossible. Kwa hiyo ndugu zangu, visakramenti ni muhimu mno. Jambo jingine kabla sijasahau Alhamisi, mezoea ukimwona padri sema, padri naomba nibarikie rozari. Nibarikie rozari. Hajavaa hata nguo ya ibada, hana kitabu, hana maji ya baraka. Mazingira yenyewe sio mahali patakatifu. Kama unataka kisakramenti kiwe na nguvu na kifanye kazi iliyokusudiwa, kibarikiwe kwa kufuata ibada ya kanisa kwa heshima zote. Kwa hiyo epukeni kuomba ukimwona padri naomba nibarikie, naomba nibarikie. Tuonane sakristia, tuonane wakati wa misa, tumevaa mavazi. Kwa mfano, kubariki skapulari ya Bikira Maria, huruhusiwi kubariki skapulari usipovaa mavazi ya kipadri na stola na kutumia ibada yake maalum. Ninayo hapa. Kwa mapadri wanaohitaji nitawaachia. Hii mwenyewe navaa skapulari. Kwa nini? Kwa sababu Yohane Paulo wa pili aliyenituma hapa Tanzania alikuwa navaa skapulari. Na hata hapa ninayo hapa. Na ndio vazi la pekee ambalo huruhusiwi kumwonyesha mtu mwingine. Huruhusiwi kuvaa skapulari nje. Lazima uvae ndani. Hairuhusiwi. Na lazima iwe ya kitambaa, sio medali, sio plastic. Waulizeni mapadri wa Karmeli, wanajua vizuri. Na mimi naungamisha masista wa Karmeli wa Bunda miaka 24, kwa hiyo kidogo nimejifunza tabia zao na mambo yao. Kwa hiyo ndugu zangu, baraka ya maji na chumvi zipo za aina mbalimbali kama dawa zilivyo. Huwezi kulinganisha Panadol na quinine, sio? Tangu balozi wa Papa alipobariki nyumba ya mapadri Kiabakari 1992, nilisumbuliwa na waturutumbi, nimesumbuliwa na watu wa kila aina, na bundi na nyoka na nge na kadhalika. Usingeweza kukaa mle ndani. Miaka 7 nimehangaika, na nyumba imebarikiwa na balozi wa Papa kwa baraka ya kawaida tu. 99 tulikuwa na matembezi ya picha Yesu wa huruma na mshumaa wa Pasaka, parokia nzima, nyumba hadi nyumba. Ilipofika zamu yangu, nikatafuta sala kwa Kiingereza ya kubariki maji na chumvi pamoja na sala za kupunga mapepo ndani ya viumbe hivi. Baadaye nikagundua kwamba kwenye chuo cha sala cha Ndanda kile chekundu, sala hiyo imo kwa Kiswahili, na ndio ninayoitumia na nitaitumia Alhamisi, ukurasa wa 370. Niwaambie kwamba baada ya kubariki maji kwa mtindo huu 99, nimekomesha. Na kila mwaka tunabariki wakati wa Epifania, tunabariki kwa sababu ni desturi ya kwetu nyumbani kwamba Wakristo wote wanabariki nyumba zao siku au karibu na siku ya Epifania. Na huwa tunaandaa parokiani vipakti ambavyo tunavyo hapa: ubani, kipande cha chaki, pamoja na sala ya kuandika tarakimu za mwaka na CMB, Christus Mansionem Benedicat, katika milango yote ya nyumba. Nafanya vitu vingi sana vya kuzindika miji, sijui kufanya vitu gani, lakini nitawafundisha komesha Alhamisi.
uwe na maji ya baraka ambayo ni sirias, yamebarikiwa na padri, amevaa kwa heshima zake za kipadri mahali patakatifu wakati wa liturujia. Kwa mfano, ukisha bariki chumvi hii kwa mtindo huu, unaweza kwenda na chumvi kule parokiani. Kama mapadri hawajui hizo sala, acha akubarikie kwa sala anayoijua ya kubariki maji, then unaongezea chumvi hii. Naweza kasema kwa lugha ya mitani, una boost maji ya baraka. Tukitumia visakramenti kwa imani, vinakuwa ni kama vitamin katika maisha yetu ya kiroho, ambapo chakula kikuu ni sakramenti za kanisa. Acha tujifunze siku yenyewe, lakini mnaweza mkajiandaa kuchukua chumvi, na hapa kuna maelezo kwa nini tunatia chumvi kwenye maji. Wazee wenzangu mliomo humo ndani, zamani ulikuwa unajuaje kwamba maji fulani ni ya baraka? Si ulikuwa nayaonja? Kama yalikuwa na chumvi, na maana yamebarikiwa. Kama maji hayana chumvi, na maana hayajabarikiwa. Lazima yawe na chumvi. Lazima. Siku hizi tunajirahisishia kazi. Ndio maana wewe unamwona padri mitaani ametoka supermarket, na wewe unakimbia na maji, naomba nibarikie maji. Huyo padri achukue maji haya ayanywe, akalafu aseme tukutane kanisani, uje vizuri. Kwa hiyo chumvi hii, ndugu zangu, pamoja na hivi vipakti vidogo ambavyo vipo, tulivitumia kule parokiani, nitatoa maelezo vizuri. Watu wanafanya vitu vya ajabu kwa ajili ya imani zao za kishirikina, wakati vyote wanavyovifanya ni kutuiga sisi ambao tumetangulia kwa kutumia dawa zetu. Bado nitawaambia kuhusu medali ya Mtakatifu Benedikto. Hiyo ndio kiboko cha mashetani na wachawi. Na ukizika medali ya Mtakatifu Benedikto kwenye mji wako, ndani ya mipaka, tena wengine wanaweka kwenye kona na kubariki, itakuwa kama hapa Bugando ilivyotokea kanisa kuu. Sisi kama watu wa Bugando wanajua. Kuna Mkristo mmoja ameniambia miaka ya nyuma, alisikia mazungumzo ya watu wengine ambao sisi kwenye waganga wachawi. Wanasema hivi, tulitumwa Bugando kanisa kuu kwenda kuwadhuru mapadri. Walipopanda ile njia ya kuingia kanisani, wakakutana na ukuta wa moto ambao umezunguka eneo lote la kanisa kuu. Tumeshindwa, ilibidi turudi. Ndivyo Mungu anavyotufundisha heshima kwa mahali patakatifu, kwa watumishi wake na vifaa anavyotupatia. Kwa hiyo acha kwenda kwa watu wengine wanaokupotosha kwa hela, eti kwa jina la Yesu. Baki nyumbani na utakuwa salama. Na yote haya yatafanya moyo wako utatulia. Na moyo wako ukitulia, na familia yako na ndoa yako itatulia, na utakuwa tayari kuwasamehe wale ambao umewabeba hapa na bado hujawatua. Wasamehe leo. Nimemaliza kabla ya wakati. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu, tuendelee.